Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Na mimi nianze kwa kumpongeza waziri na timu yake yote, lakini niendelee kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nitajikita kwenye eneo la elimu jumuishi. Mheshimiwa Naibu Spika, tukizungumzia swala la elimu jumuishi, ni elimu ambayo kwa ujumla wake inahitajika isimwache mtu nyuma. Na mimi nimejaribu kupitia taarifa ya waziri, nimeona amezungumzia masuala yote hayo yanayogusa elimu jumuishi. Na nikilisema hilo, maana yake tunakwenda kuwalenga watu wenye mahitaji maalum. Watu hawa ni sehemu ya jamii yetu. Hatuwezi tukashiriki elimu kwa mapana yake wakati wao tukiwatenga. Na kwa sura hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nikijielekeza kwa mfano kwenye eneo la mikopo ya elimu ya juu, nimeona kwa kuanzia kulikuwa na bilioni 787.4 kwa mwaka 2024-2025 kutoka bilioni 570 ya 2021-2022, ambapo wanafunzi walitoka 177,925 kwa maana 2021-2022 hadi 248,000 kwa maana ya 2024-2025. Hasa tukisema swala hilo la mikopo ya elimu ya juu, Mheshimiwa Naibu Spika, ningetamani nikirudi kwenye pointi yangu ya elimu jumuishi, tunapokutana na watu wenye mahitaji maalum, Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo hili la mikopo, nilikuwa na kuomba Mheshimiwa Waziri, tuje na upendeleo kwa watu wenye mahitaji maalum. Manake anapokwenda kushiriki mkopo wa elimu ya juu, lakini ukiangalia mahitaji yake, mtu huyu angeweza kupata hata ruzuku, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ana mahitaji ya ziada. Kwa hiyo tunapomweka kwenye kundi moja na sisi tusiokuwa na mahitaji maalum, naona hapo serikali inatakiwa tupangalie kwa namna pekee. Ningeshauri kama si ruzuku au scholarship, kitu ya namna hiyo. Nikija kwenye swala la, nimesema nitajikita kwa maana elimu jumuishi. Nikija kwenye swala la vifaa saidizi, Mheshimiwa Naibu Spika, watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya vifaa saidizi hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, wenzetu hawa nimejaribu kupitia hapa, wanakutana na changamoto kubwa. Kwa mfano, mathalan, kiti mwendo ni kati ya shilingi za Kitanzania 600,000 hadi 1,200,000, lakini kuna kifaa cha masikio ni kati ya shilingi 800,000 hadi 1,350,000. Vifaa ni ghali mno, na kama kweli tunahitaji watu hawa washirikishwe katika swala zima la kupata elimu na mahitaji mengine ya namna hiyo, serikali iangalie namna ambapo ama kutakuwa na msamaha wa kodi, hasa kwa maana ya vifaa hivi ambavyo vinakuwa ni ghali mno. Nikitoka hapo, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna swala zima la eneo la utambuzi na upimaji watoto. Nikilisema hili, Mheshimiwa Naibu Spika, na waziri anisaidie hapa, wizara itusaidie katika eneo hilo. Leo utakutana na mtoto darasani, anaweza akaonekana labda ni mkorofi, hataki kusikiliza au mambo ya namna hiyo, lakini kimsingi kumbe mtoto huyu ana tatizo la msingi. Kwa hiyo eneo la upimaji na utambuzi wa watoto, na swala hili nilikuwa natamani isiwe tu ni wizara ya elimu peke yake, inaweza ikashirikisha na watu wa idara ya, kwa maana wizara ya afya na watu wengine wa namna hiyo, ili tutakapombaini mtoto katika hatua za mwanzo, itakuwa ni rahisi kupunguza madhara uko mbele ya safari. Unakuta mtu labda hata uelewa wake darasani ni mdogo, ukifikiri labda akili yake ni ndogo. No,
kumbe kuna tatizo la msingi. Kwa hiyo vituo hivi vya upimaji ningeshauri viendelee kwenda mpaka katika ngazi ya halmashauri zetu mbalimbali. Nikitoka hapo, Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa naomba lugha ya alama. Tukizungumzia lugha ya alama, Mheshimiwa Naibu Spika, watu wanaweza wakaona hili ni jambo la namna gani. Lugha hizi kwa ujumla wake zikafundishwe kama ilivyo masomo mengine yoyote katika ngazi zote, Mheshimiwa. Na nalisema hilo ni muhimu kweli kweli. Mtu mwingine anafikiri kwamba hizi lugha za alama ni kwa ajili tu ya watu wenye ulemavu. Iko katika sura hii hapa. Mtu mwenye ulemavu anaweza akahitaji kwenda kupata huduma za kifedha, labda benki. Mtu mwenye ulemavu anaweza akahitaji kwenda kupata huduma TRA. Mtu mwenye ulemavu anaweza akaenda katika maeneo yoyote hayo ya kuhitaji huduma. Asa isije ikawa labda tunamhitaji tu awepo mwalimu au mtu mwingine wa namna hiyo. Ikiwa wote tumebahatika kuzijua lugha za alama, inakuwa ni msaada mkubwa mno, kwa sababu inafika mahali ni uhitaji. Nimezungumzia habari ya elimu jumuishi, ni uhitaji kama ulivyo uhitaji mwingine wowote. Leo nilijaribu kutoa hata mfano mmoja mdogo, japo hilo linatakiwa liende mbali zaidi kwa maana ya utaalamu. Mtakumbuka hata trafiki anavyokusimamisha hivi afu anaelekeza hivi, ametumia alama, lakini sasa tunatakiwa tuende mbali zaidi katika masuala mengine ambayo yatafanya hawa wenzetu nao waone wamejumuishwa katika shughuli zetu za kila siku. Nikitoka hapo, Mheshimiwa, nilikuwa naomba nije kwa maana ya hiyo lugha ya alama, nimesema tuiweke kwenye sura hiyo, lakini nilikuwa naomba pia kuna swala la akili mnemba, artificial intelligence. Wenzetu wenye ulemavu kwa maana ya elimu jumuishi, tunasemaje katika eneo hilo? Tunawashirikishaje? Kwa hiyo nilikuwa naomba sana hilo nalo, Mheshimiwa, tuone kwamba dunia tunayokwenda sasa hivi hatuwezi tukakwepa swala hilo la akili hiyo, elimu hiyo ya artificial intelligence, au kwa maana hiyo ndio zungumza kwamba akili mnemba, whatever lugha yote ambayo inaweza ikazungumzwa hapo. Kwa hiyo isiwabague watu wenye ulemavu. Nikitoka hapo, nilikuwa naomba nihitimishe. Nafarijika, nimeona tunazungumzia changamoto za mdondoko wa vijana, lakini kwa maana ya changamoto hii, Mheshimiwa Naibu Spika, tumeambiwa kuna ujenzi ambao kuna bilioni 28.7 wa shule 7 za kanda, ambazo shule hizo zitasaidia hasa watoto wa kiume. Ni katika mwendelezo wa serikali kukabiliana na swala zima la mdondoko. Nakushukuru sana, naunga mkono hoja.